Story ambayo ni like 5 years ago. Miaka 5 hivi. Yeah. Hii story ni kuhusiana na maisha ambayo nilikuwa naishi. Before sijaoa nilikuwa nikisumbuliwa na wazazi kuhusiana na swala la kuoa. Ndio. Lakini mapendekezo walikuwa wanatoa wao, kwa bahati nzuri au mbaya, ilikuwa tofauti kwao. Ilikuwaje? Kwa hivyo nilikuja kupata mwanamke ambaye wao wenyewe nafikiri mwanamke alikuwa sasa, kwa upande wangu naona alikuwa alishindwa kuishi vizuri na wale wazee wangu. Yeah, of course, kwa sababu kwa mara ya kwanza nimeenda kumtambulisha nyumbani, alafu akaonyesha vimbweka kwa mara ya kwanza. Nafikiri mtoto mmoja kwa nafikiri ni yeye alifanya vituko. Yes. Yeah, alifanya kitu ambacho kwa mtu yoyote asingependa, kwa sababu nilikuwa nampenda. Kuna kitu nilifanya nyumbani kama support fulani ambayo nilionyesha kwenye familia wakati tumefika na yeye, lakini yeye hakupenda. Wakati huo ndo ameenda kutambulishwa. Yes. Badala yake akasusa hadi kula, akasusa. Kwa hiyo ile ikawa sasa tafaruku, mimi nianze kumbembeleza baby ale. Tumepitia mambo. Yes. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kwanza baada ya kufika nyumbani. Hapo alikuwa anatambulishwa. Hapo alikuwa anatambulishwa. Imagine. Basi tukaja mjini. Biashara zangu za hapa na pale, unajua tena Mawinga sisi, Kariakoo nini. Basi ishi naye vizuri tu. Maisha yalikuwa yanaenda vizuri tu. Ups and downs zipo kwenye maisha kama unavyojua. Lakini vitu vingine ndio kama hivyo. Mwenzako akipanda lazima ujishushe, yani like that. Issue na yeye kubwa ilikuwa ni kwa wazazi tu. Ilifikia stage kuna muda mama aliumwa, kwa hivyo alipaswa aje mjini kwa ajili ya kumhudumia masuala ya hospitali na nini. Lakini pia alionyesha kutopenda kwenye, kwani huwezi akaniuliza, kwani huko hakuna hospitali? Huko kijijini ambako mama alikuwa. Hospitali si atibiwe tu huko? Nikamwambia hapana. Na unajua mimi pia na dada, unajua masista, the way wanavyochukulia, unajua tena mawifi na hawezi kukubali. Kwa hivyo mimi kama kaka nikaonyesha nguvu yangu kama kaka, nikamwita bi mkubwa aje nipeleke hospitali. Kwa tunaishi naye maisha mjini kama unavyoelewa. Tunaishi chumba sebule, chumba kingine tutafutia bi mkubwa. Kwa naishi pale, tunaishi naye, tunampeleka hospitali. Sasa anaonekana tu wife kama haridhiki, lakini sasa anafanyaje? Ndio ni mke wangu. Yes. Kwa mimi mwenyewe nilikuwa najaribu kubalance vile yale mambo, najaribu kustandardize. Bi mkubwa kuna muda nakaa na bi mkubwa ananiambia mimi naelewa wala usijali. Yani it's like kuna muda bi mkubwa anasema kwa nini nisingerudi tu? No mama, bado kuna vipimo unatakiwa upimwe, kuna vitu, kuna tiba unatakiwa umalizie. No ngoja tu niende. No mama, usifanye hivyo. Lakini hiyo yote kwa sababu ya vitu ambavyo anakuwa anapitia kwa mkwewe. Kwa hivyo sometimes alikuwa akipitia wakati mgumu, lakini pia na mimi mwenyewe nilikuwa naona ile hali, lakini siwezi. Sasa naanzaje kumwacha kwa sababu hiyo tu? Kwa hiyo kwako ilikuwa